pamoja na urais wake avui nguo, si anavua? Kuna wakati nafasi ya kwani rais unafikiri akilala akishtuka usingizini anakumbuka kama ni rais? It takes a second, anasema kumbe mimi ni rais, ndo anakumbuka. Maana yake nini? Mungu anamrudisha katika hali ya kawaida kuliko hata aliyekuwa milembe. Ndio baadaye anakuja kwa kumbe mimi ni rais, kumbe huko nje mimi kuna watu walikuwa wananisubiri ili niamke twende kwenye msafara. Si unanielewa sio? Kuna wakati naye anasahau kama naye ni rais akiwa amelala usingizi. Tuongee ukweli. Wewe Nulvazi ukiamka si unajisikilizia hata sekunde kadhaa ndio unakumbuka kwamba mimi ni Nulvazi. Yeah. Si ndio? Pengine natakiwa niende kazini. Ndio kila binadamu huko hivyo. Maana yake hata wale tunakaa nao wanaishi maisha ya kawaida. Kuna wakati wanavaa bukta, kuna wakati wanavaa ndala kwenye kwenda kuoga. Yaani kuoga na mabuti. Pamoja ni mkuu wa majeshi, hawezi kwenda kuoga na mabuti. Kwa anaishi maisha ya kawaida. Ni swala tu la kustrategize tu. Haendi kula chakula yule. Halagi chakula, haendi misibani yule. Hawezi yeye kuwekewa sumu. Hawezi yeye kuwekewa sumu. Hapana, tumekosa tu mipango. Simaanishi kwamba lazima wauliwe katika staili hiyo, hapana. Namaanisha kwamba tukiweka mipango vitu vyote vinawezekana. Kuna watu ni wajinga eti pia anafanya mapenzi. Anafanya mapenzi pia na wivu. Eti na punyeto anapiga. Kabisa na anatamani mwanamke na nini. Bro, kama wakina Mfalme Henry wenyewe walikuwa wanatamani wanawake mpaka wakabadili mifumo ya kidunia mpaka leo bado ina athari. Kama wakina Mobutu walikuwa wanatamani wanawake mpaka anaoa mtu na pacha wake na anachukua mke walikoa sehemu moja. Ni watu wale, si unanielewa sijui? Exactly. Ni watu wale, unanielewa sijui? Kwa hiyo tu ni swala la nini ninachosema, sisi we treat ourselves as a little. That is the problem, where the problem begins. Tunajitreat sisi wenyewe as a little. Lakini tukijitreat sisi wenyewe as a giant kama alivyojitreat Daudi kwa Goliati, nataka nikwambie hao ni wadogo mno. Mimi nataka nikwambie hao ni wakutembea kabisa magoti. Mbona mimi intelligence yangu ilinieleza kwamba siku ya maandamano yale mabomu yalivyo wale waliokuwa wako kule Buguruni, Mulilo walikuwa Buguruni. Mbona intelligence tu binafsi tu inasoma inajulikana. Na ndio maana Buguruni kule walipiga sana kule Buguruni, wale wanaotokea Buguruni wale wanajua. Ni swala tu la kujua tu. Yaani hawa ni wa kawaida tu, mimi nakwambia wa kawaida kabisa. Si hatuwezi tu kuongea hapa tu sana, lakini tumekuwa tukiogopa kwa sababu wanatuchukulia sisi kama ni siasa, lakini wanatuchukulia sisi kama pengine more civilian. Saizi there is no anyone who is too much civilian. Hapana. Kwa hiyo tumefeli kwa sababu achana na timu. Nimeona si watu wanasema tuweke timu sida nini sawa na hivyo, lakini ninachosema pasipo kuwa na mpango hata hiyo timu hutojua kila mtu anafanya, kwa sababu bila mpango mkakati unajua kwamba nani ana nafasi gani kwenye grupu. Una board of directors wako 5, unajua nani ni chairman, kwa sababu hauna mpango mkakati. Ukiwa na mpango mkakati unajua chairman atafanya nini, alafu chief auditor atafanya nini, nani atafanya nini, nani financial atafanya nini, controller, unajua hicho kitu. Kwa tumefeli tarehe 9 kwa sababu hiyo. Tukaja tarehe 25 distance ni ndogo. Tukaja tarehe 25 kuja tarehe 1 distance ni ndogo. Na wenyewe kama pia wana akili, kwa sababu ni wajinga watakuwa wamejisifu kwamba tumefeli. Mimi nataka nikwambie kufeli hatujafeli, ila distance imekuwa ni ndogo. Lakini kitu cha pili, tusije tukachuma dhambi kwa waliofiwa na ndugu zao. Hata siku moja tusikubali. Tunacho kiendea saa hizi huku kujisaulisha. Kuna live moja nilipanda mchana nikaona anasema kuna yule nani yule nani Trump kapoteza dada yake katekwa. Si unaelewa sijui. Lakini kuna watu pia wameuliwa tarehe ngapi? Tusiwaangushe wale watu. Tunachokiendea saa hizi tunaenda kuwaangusha wale watu katika namna ambao baada ya mwaka mmoja miwili watasema si nilikwambia. Unaona wa Tanzania kuna yule Maximilian Melo alitamkiwa kabisa, wewe watakulilia siku 2-3 watakusahau. Najua hata mimi hapa nikiuliwa saa hizi nikifanya chochote watanililia siku 2-3 watanisahau. Ndio najua iko hivyo. Kwani kuna tatizo? Hakuna tatizo. But I've already sacrificed my life. Nimesha sacrifice. I have nothing to lose. Lakini issue ni kwamba I'm losing for what? Tulikuwa na mkakati. Nulvasi njooni na mkakati. Hata sio leo, sio kesho, huu mwaka tumeuanza. Tusiplani kufanya maandamano 50 ndio tufanikiwe. Tusiplani. Na nataka nikwambie moja strategic way ambayo mnaweza mkaitumia nzuri kabisa. Watu wameshagundua tukisema tunatoka hatutoki. Sasa ujiulize maswali mawili. Kwanza, kwa nini kweli hatutoki? Ndio watu wanatoka, wanafika mtaani, wanashindwa kufanya matukio. Okay, kwa nini? Sasa, okay, pamoja na hayo, sasa nafanyaje safari tu wa surprise tena kama tarehe 29? Njooni na hiyo njia
kaeni chini, njooni na hizo njia. Zipo, mimi nakwambia zipo, na wao wanajua zipo, ndio maana hata na wao huko walipo hawalali. Kama sisi kwenye hii live Nuruvasi, kama leo kwenye hii live wewe pengine wanaweza kukununua, kwani sisi tunashindwa kumnunua mtu mwaminifu kabisa kwao? Inawezekana. Kama huku kwetu mtu mwaminifu kabisa, sio lazima Nuruvasi, hata mimi kama mimi pengine naweza kununuliwa. Nimeongea kwanza, okay, wewe umeongea pale, sasa unaweza kututegea Nuruvasi aingie kwenye anga zako. Mzigo huu hapo. Ndio. Akatiwa na sahau, kama nikishamaliza kufulfill hiyo kazi yao wataniua ili kuficha ushahidi, najisahau nachukua hela. Kwani sisi tunashindwa kulobu kwao? Tuulizane hapa Twa Mwaipaya, wewe hauna ndugu ambaye yuko kwenye system huko kwenye vyombo vya serikali? Hamna mtu ambaye hana ndugu yake kwenye vyombo vya serikali, hakuna. Nuruvasi hapo umepigia watu wakubwa na nini? Mimi nina watu wakubwa kabisa wapo. Lakini si associate nao kwa sababu wamehusika na serikali, lakini wale watu wangu mimi nashindwa kuwalobu. Nashindwa kuwalobu? Hapana, naweza kuwalobu. The way they do, the way we can revenge. We can revenge the same way, bila kutumia nguvu, kwamba yani hawa wanachotuona wanatuona sisi still bado ni malaia sana, yani still unaelewa sio? Si unaelewa sio? Ile Israeli pale Afrika Mashariki ya Kati pale imerudi kibabe sana, yani raia wa kijijini ndio walisaidia kufanya intelijensia ya kwanza mwanzo kabisa. Sisi tunashindwa kuwa na intelijensia wenyewe. Wakina Malema hawa so walikuwa wanabandika mabango wakiwa watoto kabisa. Harakati za hivyo. Leo eti kubandika mabango ni swala ambalo tunalijadili kwamba utafika barabarani utachora utafanyaje. Ukosefu wa strategy huu, yani kujadili vitu peanut kama hivyo ni ukosefu wa strategy. Yani sisi tunaweza tukawa tuna strategy hata kumnyakua Samia pale katikati ya mabodyguard wake. Tukamnyakua pale. Tunaweza tukawa na hizo strategies very very kwamba ina surprise, unashangaa huyu jamaa anaongea nini? Haina tofauti na mtu aliyeniuliza geti la Ikulu liko Mwenge, huwezi kuona kwa macho ya kawaida. Huwezi kuona hicho kitu kwa macho. Wewe utakachoweza kuona ni kwamba rais anakunywa maji ya Fiji, ndio utaishia kuona kwamba rais si amejenga nani, si kajenga nyumba Ulaya. Hivyo ndio vitu unaweza kuviona. Lakini nataka nikwambie hata sisi tunaweza tukamteka Abduli. Sisi tunashindwa kumteka Liziwani. Kwani aendi kwenye mahafali? Liziwani aendi kwani hatuwezi kuvaa majoo sisi? Kwani sisi hatuwezi kufanya mazoezi? Kwani hakuna watu wanafanya mazoezi kabisa ya kijeshi mtaani? Hakuna. Au kwa sababu tu ni civilian? Hakuna haja ya kuongea sana. Lakini ninachosema Nuruvasi, wekeni mpango mkakati. Hata nikiongea hapa sana haitosaidia kitu. Nuruvasi, wekeni mpango mkakati. Nimependa hiyo kauli unasema the way they do, the way we can revenge. Pakubwa sana. Wekeni hiyo bila hiyo ndio ukiweka mpango ndio utaweza kuona kumbe okay, wao wanamteka mtu akiwa mmoja. Wanamteka mtu akiwa mmoja. Kwani mtu mmoja hawezi kuwateka wao wakiwa wawili? Mtu mmoja hawezi kuwateka wao wakiwa wawili? Wewe nikuulize tu swali. Unaona kama kweli yule aliyetekwa pale alikuwa ni Polepole. Uliona ile damu iliyomwagika pale? Nataka nikwambie kuna uwezekano, kuna possibility kubwa hata watekaji baadhi walikufa au waliumia sana. Kuna possibility kubwa. Ile sio damu ya Polepole peke yake. Na Polepole mkono anaupiga. Ukimwangalia vizuri unayejua mapigo, Polepole mkono anaupiga. Polepole yuko fit. Kwa hiyo Polepole hawakumchukua kirahisi. Kwa pale kuna wengine waliumia, kuna inawezekana hata baadhi yao na wenyewe walikufa, inawezekana, ila hawezi kusema. Sisi tunaelewana sio? Yeah. Yaani hao watu nakwambia hivi, Nuruvasi, mimi I'm really assuring you, kafunge, kasali, kaombe. Wewe najua unasali, unaomba. Biblia inasema mambo haya hayaji ila kwa kufunga na kusali na kuomba. Kafunge, kasali, kaombe. Utaona hiki ninachokuambia mimi kinakuja. Wewe jiulize tu hapa, kwani tumesema geti la Ikulu liko Ubungo, liko Mwenge. Mtu ameshangaa. Namwambia tena geti la Ikulu liko Ubungo, atashangaa zaidi. Aweke tena namba B hiyo. Aweke namba B. Sasa huyo mtu hawezi kuona kwa macho ya kawaida. Huyo mtu hawezi kuona kwa mambo ya kawaida. Sio, unanielewa sio? Yeah. Yaani kuliona hili kama hata wewe tunaweza kumteka mtu kama Nchimbi, mtu mwenye ulinzi kama wa makamu wa rais, ni ulinzi ndio ana walinzi wengi, lakini hata kwa ulinzi wake ni simple mno. Mtu kama Mwigulu Nchemba ulinzi wake ni mke wa Mwigulu Nchemba. Basi achana mke wa Mwigulu, hata dada yake basi, na sisi tudili na dada. Hatuna intelligence ya kupata dada wa Mwigulu Nchemba nani, kwa sababu we treat ourselves as peanut. We treat ourselves as a little. See, just listen. Tumefundishwa a coin is two sided, head and tail, that is stupid. A coin is three sided,
head, tail, and the third one is edge, an edge, ncha. Stay at the edge so that you can see both sides. You can see at the tail and at the edge, at the head. If you stay at the head, you can only see at the head side. Mtu wa tail akikusimulia habari za upande wa tail huwezi kumuelewa kwa sababu unaiangalia coin upande wa head, huwezi kuona upande wa pili. Ashumu coin ni jitu dude likubwa sana kama dunia, ukasimamishwa upande wa pili au kama ukuta, na ule upande uliosimama wewe umecholewa tu nini? Kichwa cha Karume au Nyerere. Utajua tu kumbe coin siku zote ina kichwa. Alafu aliyesimama upande wa pili naye anaona mwenge, haoni kichwa. Naye anakubishia coin haina mwenge, haina kichwa, ina mwenge tu. Lakini nakwambia simama kwenye ncha. Simama kwenye ncha ya coin. Utaona pande zote mbili. Na utakuja kujua kwamba kumbe ambacho unafikiria kiwezekani kinawezekana. Na unachofikiria kiwezekani ndio possible to do. Ndio possible to do. Nakwambia. Hiki kitu hawapendi, ndio maana wamepanda hapa wengi, watashuka. I'm telling you. Tunaongea kitu ambacho hawakutarajia. Na sitokuja kupanda tena. Ndio maana imekuwa ngumu sana na kunitaka. Sitokuja kupanda tena. Niliomba leo nipande ili niongee swala la strategy. Mimi kama taarifa strategy imefika vizuri, achana na hizi pointi zote. Kakae weka mpango mkakati. Kakaeni muweke mpango mkakati. Mimi ondoka na pointi moja tu ya strategy. Hivyo vingine vyote ukiweka kwenye strategy ndio utaviona. Sijui kuna mageti mangapi. Sijui tunataka wa huku wafike hapa siku ya kwanza wa huku. Yale maandamano yalikuwa yanachukua siku 2 tu hadi 3. Haya ya tarehe 9. Ngoma ilikuwa inang'oka. Na nataka nikwambie yani sawa, we don't trust anybody. Si tumetengwa na kila mtu. Lakini nataka nikwambie hii tulikuwa tunaenda kushinda kuliko tarehe 29. Uzembe wa kukosa strategy ya Abili ambavyo ya kurudi tena kuzungumza. Watu kila siku wanataka Abili aje. Huwezi kuzungumza kila kitu. Hata mimi sitokuja kila siku. Mimi nilipanda niwaambie tu kuhusu strategy na ninakwambia Nurvazi, una uwezo wa kumwambia Twa, una uwezo wa kumwambia Sama, kwa uchache nikiwataja wale wakubwa, kwa uchache nikiwataja wakubwa. Niko kwenye live zingine namuonaga hata Duda anazungumza sana madini, naye kuna wakati wakamtuhumu Duda ni askari si na nini. Sawa vyovyote, lakini si anaongea madini. Si anaongea madini, achana naye, ana kazi gani haijalishi, lakini naongelea nyie wachache ambayo ni prominent. Angekuepo Boke mpaka nilimwambia Boke for my intelligence. Boke akaanza kusema, "Oh, mimi nafanyisha hapa live muda mwingi, basi mwe mnanitumia angalau 300 lipa namba sio." Nikama Boke, kosa kubwa uliolifanya ni hilo. Boke, kosa kubwa uliolifanya ni hilo, usifanye. Boke bwana, acha kuniuzia uoga. Haya, Boke kilichokuja kumponza ni zile transaction. Na nilimwambia Polepole kilichokuja kumponza ni kufanya live streaming. Umewahi kumuona Kigogo anafanya live streaming? Yuko hapa chini Kigogo. Umewahi kumuona Kigogo anafanya? Umewahi kuona picha ya Kigogo ze Twitter? Mpaka leo tangu enzi anamponda Magufuli. Magufuli anasaini mkataba Ikulu, Kigogo kaiposti. Magufuli anatoka Chato, Kigogo kampiga picha kwenye helikopta. Mpaka enzi za Samia anamsifia Samia. Siji na nini. Umewahi kumuona Kigogo sura yake? Bro, ukiweka picha yako kuna software zina track huko wapi. Yani mimi nikiangalia tu background, najua longitude na latitude ulipo. Longitude na latitude ulipo. Unaona miwani yako uliyovaa? Hicho kioo cha left na kioo cha right ni inchi 2 tofauti kabisa. Kwenye longitude na latitude, you are being tracked. You are being tracked. Kwa watu wanaojua vitu, you are being tracked. Yani alivyofanya tu live stream za Polepole anaongea vizuri, lakini kitendo cha kuanza kuonyesha ile background pale nyuma. Umewahi kumuona Gwajima anapiga live? Apiga anajirekodi, anakuja analusha. Ana exit. Very intelligent people. Achana weka strategy, ndio hivi. Weka strategy. Mimi ninachosema weka strategy, vyote utaviona. Weka strategy. Kuna watu tunakokaa pana mageti 6, lakini kuna wakati tunatokea njia za uchochoroni. Hata wiki watu wanafikiri tumesafiri. Hata wiki haoni nini, haoni gari, haoni nini. Yaani unatokea na njia ya miguu. Kupanda bodaboda sio shida. Lakini unajua unachokilinda. Set strategy. My little brother, set strategy. Waambie na wenzako njooni na mpango. Hili tu mimi ndio unoti, achana na mengine yote. Hayo yote hao mengine mimi I don't care, kwa sababu tuna mambo mengi sana ya kutia hasira hii nchi, na mambo mengi sana ya kuzungumza. Kama tuna mission ni nini? Ni kumngoa Samia na serikali yake. Kwanza wamebaka uchaguzi, hawadeserve kuwepo pale. Sio kwa sababu tunamchukia Samia, kabaka uchaguzi, hadeserve kuwepo pale. Lakini ninachofanya mimi ni nini? Ninachosema
tukiwa na strategy ndio tutajua lini tunamng'oa. Yaani na ile strategy ukiangalia utagundua hapa nimekosea. Atakuja analyst atakwambia. Kwenye hii strategy sasa hapo wewe umefanya strategy alafu kuna analyst. Akiisoma ile strategy anakwambia sikiliza nikwambie hapa mtaingia mtotoka. Kuingia mtaingia mtotoka. Unanielewa sio? Yaani hawa kina Mulilo nataka nikwambie wewe Nuluvazi fikiria katika akili ya kawaida. Kawaida kabisa zile mani. Mulilo anaongeaga point hata kwenye media. Aya, hivi mkifungiwa na Mulilo wawili mkaanza kuwaji statement. Yeah. Ukifungiwa wewe na Mulilo mkaanza kuhoji mkaanza kujadili statement. Unaona hivyo na Mulilo anaweza kukushinda au anaweza kaongea kitu ambacho unakijua. Yes, intelligence yule. Yeah. Au Mafwele. Yaani wale intelligence yao ndogo. Yaani wale wanaweza kaja kukuteka afu ukawateka wewe ukiwa na strategy nzuri. Yaani just mimi ningekuwa kama kwa polepole pale. Nataka nikwambie, yaani sijajua wenye akili wanakoseaga vipi. Mimi sijajua. Au inawezekana mimi ndo nakosea. Lakini nataka nikwambie, wanaweza kaja kukuteka na ukawateka wao. Wala inakwambia ukiwa na mpango mzuri unaweza ukawateka wao. Nataka nikwambie. Au unaweza ukawakimbiza vibaya mno, wakaenda kujipanga tena upya. Lakini tutasema bila mpango, tutasema tena hapa sisi tunaandamana siji nini tena, sijasikia tena kama kuna mengine hapa siku siji ya mapinduzi si kitu gani, haijalishi. Lakini blaza, nataka mpango. Mimi mmoja, mimi nataka mpango. Nitalizika sana. Inawezekana ninachokisema mimi ni kidogo, lakini inawezekana hata tungekuwa na mpango, tutajua kwamba kama mauaji ilitakiwa fanyike in reverse. Mauaji tukifanya hivi hatofanyika. Na tumetoka. Unajua shida tunajiangalia sisi tu. Kwani wewe hivi tukaliinform lijitu kama unajua hata UN yani tukawaweka front. Unafikiri UN hatuwezi kuweka front? Alafu sisi tukafuata nyuma. Sisi unaelewa? Ni strategy tu, wale tunawekaje mbele, ni strategy. Ila hatuna strategy ya namna ya kukutana eti bila kuambiana kesho tukutane UN. Eti hatuna hiyo strategy. Katika dunia leo tuulizane ukweli, hapa chini tuko watu 550, tuseme 600 labda na wengine hawaonekani. Tuseme kwamba eti katika dunia leo Nuluvazi tunakosa strategy ya mimi na wewe kuweza kukutana bila jeshi la polisi kujua. Sio kweli. Tuulizane tu kabisa kiukweli, tuko serious, tufumbe macho, meditate, tafakari. Hivi lazima kuorganize maandamano mpaka polisi wajue kama tunakutana UN? Lazima. Kama tu wale Waislamu kipindi cha Kikwete waliweza kuorganize wakafika mpaka Ikulu ndio wakavaa kanzu zao pale. Waliorganize vipi? Kwani msikitini hakuna intelligence ya msikitini? Hakuna. Wale waliorganize wapi? Aya, tarehe 29 watu wa imani moja nchi nzima waliweza kujiorganize vipi? Taarifa ikafika ndani ya muda mmoja. Unafikiri ni jambo la bahati mbaya lile kwamba eti kwenye live ya Nuluvazi ndio imesababisha ile tarehe 29 wengi waliingia njiani kwa kufata kitu ambacho tayari kimeshatokea, lakini ile ilishakuwa tayari planned vizuri kabisa na watu wenye akili. Planned ikachorwa na watu wenye akili. Na sio kwamba ikuanza asubuhi kwa bahati mbaya, kwa sababu asubuhi ilitakiwa waanze watu wa TikTok, hawakuanza. Ikasema enough is enough. Unafikiri ni bahati mbaya? Alafu jiulize, sawa, tufanye basi sawa, ni bahati mbaya. Ni mimi na Nuluvazi ndio tulikuwa pale. Tufanye bahati mbaya. Mbona haijatokea tena? On the same way, imeshindikana nini tena kutokea? Watu wana spirit ile. Kulikuwa kuna kila sababu, watu wameuliwa, wamefanyaje? Kwa nini hayo yote kabla tarehe 29 watu walikuwa hawajauliwa, lakini watu walitoka. Baada ya tarehe 29 watu wameuliwa, tarehe 9 mbona watu hawakutoka? Kwa ajili ya nini? Kwamba eti ndio imekuwa mara ya kwanza watu wanaogopa bastola? Ndio watu wameanza kuogopa bastola tarehe 9? Hapana, tulishatoka huko. Kuna tatizo. Lazima kama ulivyosema, lazima tukubali tatizo ndio tuweze kujisahihisha. Tukishaanza kujisahihisha in positive way, sio kwa njia mbaya. But the hard way is only your way. The hard way is only our way. Hatutakuwa na njia nyepesi ya kutokana na hili. Na niseme kwa msisitizo, kitakuja kizazi, hii generation alpha, si ndio inazaliwa 2025 generation alpha. Maana generation Z imeishia hapa. Hii generation alpha na yenyewe itakuja kujiuliza maswali. Sisi tulikuwa wapumbavu kiasi gani? Tuna uwezo wa kutumia mitandao, nina uwezo wa kumuona Nuluvazi huko mbali. Sijui unaelewa sijui. Anaweza kunisikia mimi niko mbali, lakini tulishindwa kuitoa serikali ambayo ilikuwa inatukela. Tulishindwa kutoa jitu ambalo limetupandishia bei ya sukari. Tulishindwa kutoa mtu ambaye bei ya sabuni leo mche shilingi 4000, 7000 mche wa sabuni. Itafika sehemu tutakuwa tuogi. Ukiangalia taifa ni la vijana wanaojikuna, wanawashwa. Kuna tatizo gani? Haujiulizi. Habili hapa alisema
AC sio maisha mazuri. Kuwa na air condition ndani mwako ni maisha ya kawaida kabisa yanayokupaswa wewe nao. Kuwa na friji ni maisha ya kawaida kabisa. Leo binti akifika kwenye nyumba ya mwanaume akikuta tu kuna friji, kuna microwave, kuna blender kusaga juisi, kuna rice cooker na mtungi wa gesi, anaacha nguo za ndani. Ndoa tayari anaolewa. Maisha ni magumu. Hapana. 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 Anafanyaje bana? Hapana, hapana. Hatuwezi kuwa na taifa la hivyo. Hapana. Hivyo ndio vitu ambavyo mimi vinaniuma. Mimi hainiumi. Mimi kuna mtu nilikuwa naongea naye kwenye ofisi yake. Nimeongea, nimekaa kwenye kiti, yeye amekaa kama upande wa boss. Kama hivi wewe umekaa Nuluvazi hapo, mimi nakuangalia kwa hivi. Sasa sisi nilifanyaje ile katika kuongea ile maongezi ya menoga, nikanyanyua macho juu nikaona picha yule mama, nikamwambia aise, nimekata mudi. Hata sisi nilikuwa naongea. Nilikata. Huwezi jua moyoni mimi nachukia vipi, lakini amenifanya kitu gani? Hapana, lakini nachukia strategically huyu mimi. Kuna wasomi wanamaliza chuo kila siku. Wewe Nuluvazi tuongee tu. Hapa chini hapa kuna wadogo zako, kuna ndugu zako. Anaweza compete na Mkenya kwenye soko la ajira? Never. Anaweza compete na Mkenya? Tuongee ukweli, anaweza compete na Mnyarwanda? Sasa hayo maswali ndio yanoumiza kwa mtu kama mimi. Mimi hainumizi kula fishi. Fiji lazima anywe. Ukiwa rais utakunywa fiji. You deserve, kwa sababu sasa atakunywa nini akiwa rais? Afanye, haina shida, lakini akati unakunywa hizo fiji, mimi naweza kuendesha noa. Akati naendesha noa, ninaweza kutia mafuta. Magufuli hapa alisema madini yanayoibiwa kila mmoja angeweza kumiliki noa. By that time madini yalikuwa thamani yake iko chini kwa gramu. Sasa hizi madini yana thamani gani kwa gramu? Hata kuweka mafuta kwenye gari unatia mafuta 20,000. Ukienda mjini ukirudi mafuta yameisha. Tunaombana mafuta hapa mjini. Oya fulani bwana nisaidie bwana 10,000 niweke mafuta nifike tu nyumbani. Yaani mtu kafika njiani kijana gari imemkwamia. Na ana ofisi. Maisha ni magumu. Guys, maisha ni magumu. Ukiona mtu unampenda jimama ili maisha yako yawe rahisi, maisha ni magumu. Ukiona unaenda kupenda jimama ili maisha yako yawe rahisi, kijana, maisha ni magumu ya hilo taifa. Sio wewe peke yako, maisha ni magumu. Ukiona unamtamani mtu anayemiliki gari namba E second hand imetoka Japani, wewe una maisha magumu. Una maisha, taifa hilo lina maisha magumu. Ukiona kwamba yani mtu kujenga nyumba, kumiliki gari, akala wali maharage jioni, anaweza katoka nje akatukana wanamtaa mzima akaziba na barabara, hilo taifa lina maisha magumu. Msimtuhumu yule. Ndio maana Abili alisema, alifanya research, kila nyumba ina chizi. Inawezekana hata na sisi tuko hapa labda na sisi ni machizi hatujijui. Taifa lina matatizo mengi. Kama Abili aliweza tu kusema kila nyumba ina chizi na mkachukulia poa kwa sababu sio wote wanaokota makopo. Leo hii taifa vijana wanajikuna Nuluvazi sehemu za siri, angalia, anajikuna mgongoni, angalia, anajikuna kwenye paji la uso, angalia. Sio vitu vya kukaa kimya hivyo. Leo hii vijana tunakaa hapa ukiongea strategy plan nini, vijana hawajui, wasomi wa degree hawajui. Strategy plan kwanza ni kitu gani? Hajui. Taifa lina shida hilo. Ndio maana umesema kuna kuelekea Ikulu kuna mageti 5, kuna mtu akauliza. Mwenge kuna geti? Hajui. Sio kosa lake, hajui. Hajui, yani hawezi kujua. Yani hawezi kujua. Sasa huyo ukija kumwambia hata kambi za jeshi za pale mjini zimewekwa kimkakati, hawezi kujua. So sio yeye, taifa lina shida hilo. Na unaweza kukuta huyu ni UV CCM kama mimi. Unaweza kukuta huyu ni UV CCM kama mimi, hajui, ila tu anafurahia kuwa UV CCM. Taifa lina shida. Tunalililia taifa, ndio maana tuko hapa. Taifa ambao vijana taifa hilo watu wamemwagwa damu zaidi ya 10,000. Haijapita hata miezi mitatu. Watu wameisha sahau taifa lina shida. Watu wametengenezwa kwa ajili ya kwenda kuchumia tumbo tu, aende kazini ndo apate chakula, arudi nyumbani apate chakula. Kalizika amesahau. Watu wanasahau kwa sababu maisha ni magumu. Maisha ni magumu. Nakwambia maisha ni magumu, kwa statement kuwa maisha ni magumu. Blaza, wekeni strategic plan. Wekeni strategy plan ya hivi vitu. This is a good move. Is a good movement. Lakini without a strategy plan, hamtojijua hata kama tumeshatoka hatua ya utoto. Wa Tanzania leo hatukuwahi kuandamana ili taifa. Tumeshaandamana tayari. Kuna mmoja alisema Tanzania tena sasa sio bikila, limeshamwaga damu. Sio tena taifa bikila. Tumeshamwaga damu. Kama tumeshamwaga damu, tumesha balee. Na kama tumesha balee, haitakiwi kufichwa mambo.
Haitakiwi mtu akichukua siji kitu akikufanya hivi eti ujui kama huyu amekubaka. Lazima ujue. Tusikae pale utafikiri kwamba sisi bado bikila. Strategy ambazo mnakuja nazo bro ni zile azifu kwamba hatujawahi kuandamana. Hapana. Hapana, tumetoka huko. Nyie ni watu wenye akili. Kama sio nyie, tafuteni watu huko Ulaya mlipo. Kuna matools mengi ambayo yanaweza kukwambia mpango huko hivi na hivi. Ukielezea Tanzania vizuri, tools linakwambia kabisa fanya hiki na hiki. Leo hii wanaandamana watu, wanafunzi wa chuo. Kwa nini waandamani? Wanafunzi wa vyuo wana maisha mazuri. Wanafunzi wa vyuo, unafikiri wana maisha mazuri? Wana maisha mazuri wanafunzi wa vyuo? Wana maisha mazuri wanafunzi wa vyuo? Watoto wadogo wanaenda wanachukuliwa. Mtoto ametoka kwao, anasema anaenda kusoma, anafika huko anapata libaba ambao tayari limeshaathirika kwa sababu ya maisha magumu. Kisa tu linaweza tu kumnunulia ni KFC ya 48 tu. KFC tu ile 48 tu ya Magomeni pale. Mtoto anaenda kupata ukimwi. Maisha magumu, lakini ukimwambia andamana, andamani. Mfanya biashara amepanga sabufa hapo na TV zake na video na mafriji. Basi anajua kwamba friji moja kuingiza kwa 100,000, akishauza kwa 120,000 anasahau kama hili taifa lina shida, anasahau. Kwa nini? Kuna strategy ya wale watu kuwafanya, na hii strategy bro, nataka nikwambie, haitokuwa for just murmuring. Haitokuwa for just murmuring and crying. Haitokuwa. It's just kumpigia kelele Mafuele eti kwamba alimteka Sativa, sija akampiga Sativa. Unafikiri atatoka kwenye cheo chake? Haitotoka. Kwa hivyo yule ni kufanya strategy za yeye, akisha kuja kuona amekuwa bandi kwamba anaweza hata naye akatekwa, ndio atajivua kazi, ataenda pasiko julikana na yeye. Kuliondoa lile pale usitegemee kwa aliyemweka, kwa sababu tayari wameshafanya naye madhambi mengi. Leo tu vijana wamesahau kama kuna jeshi lilitoka nje, hawajui hata Kiswahili, wakaua ndugu zetu, wamesahau. Kwa sababu hatuna mpango mkakati. Nuruvazi, hatuna mpango mkakati. Me to say thank you kwa leo. Asante sana. Asante sana. Suleiman, tunashukuru sana na nafikiri umeongea mambo makubwa sana. Nafikiri tulikuwa tunahitaji kitu kama hiki, na ni kweli kwamba kama watu wenye ufahamu, watu ambao wana akili timamu, kujikosoa ni lazima. Kujikosoa ni lazima, na wapi tulifanikiwa. Ni kweli ulivyosema kama tulifanikiwa kuparalyze serikali, ni kweli. Lakini lengo lilikuwa tunataka tuone kwenye physical kitu ambacho tumekifanya, kwamba kimeleta matokeo ambayo tunayaona. Lakini hivi vitu ambavyo hatujaviona, okay, vinaweza vikawa vina matokeo chanya huko ndani, lakini lengo letu likopo ni nini? Umeongea vitu kama hivi, vitu vya maana sana. So nafikiri tunakuhitaji zaidi. Kwa hiyo Sulemani, unaweza ukanitext inbox, tunaweza tukapata hizo tukapata mawazo zaidi ya kiukweli. Ni kweli tulikosa strategy. Tulienda na miemko, tulienda na kitu ambacho ni sawa, lakini kwa sehemu nyingine pia naweza nikasema tutajipongeza kwa sababu ni mara yetu ya kwanza. Kama Nepal wamejaribu karibia mara 23 ndio kafanikiwa. So we still have like so many times zingine ambazo zinatakiwa tujaribu zaidi na zaidi. Unaelewa? Lakini point kubwa nafikiri ni strategy. Hii ni jambo la muhimu sana. Nitampigia Maria. Pigia Maria sana. Nafikiri brother Sama yuko hapa. Twa Sama pia nafikiri yuko hapo chini, sijui au amepita na yeye. Sama alikuwa hapo chini kama nilimuona fulani hivi. So we need to have a strategy. Hicho ni kitu ambacho ni cha muhimu sana. Na mkifuatilia ni kweli kabisa. Okay, kuna watu wanaweza kusema mnaanza kutoa siri. Sio. Mtu mwenye akili timamu ambaye anajua kupanga vita vizuri lazima kuwe na strategy. Hicho kitu tulishindwa. Afu na kwa sisi hapa hakuna kiongozi kati yetu. Tuliondoa hiyo kwa sababu ya kukutanishwa. Kuingia kwenye mtego. Lakini to be honest, strategy inahitajika. Strategy inahitajika. Kuna watu walinipa mipango mingi sana. Mipango ni mingi sana, alafu ni mizuri. Unajua kitu kingine ni kwamba sio kwamba watu wamerudi nyuma. Nikwambie tu ukweli kwamba watu hawajarudi nyuma, ila watu wanaumia kwa nini watu wamerudi nyuma. Sasa kwa mtu ambaye apendi, tunaanzia hapa. Huyu ndo namba 1 ambaye tunataka tuanzane na hizi strategy ambazo tutakazo kupeni.
Kwa mimi niwaombe tu wa Tanzania kwamba madam tuko hapa watu 557 tuko hapa usiku huu. Sasa hivi saa ngapi? Saa 7. Si ndio? Sasa hivi ni saa 7. Uko hapa kwa sababu wewe ni victim. Nitarudia kila siku. Huyu jamaa ameongea vitu vya maana sana. Na sijui alikuwa wapi siku zote. Unaelewa? Sijui alikuwa wapi siku zote. Ameongea vitu ambavyo ni vya maana sana, mantiki. Amenifungua za Dar es Salaam sijui vizuri, lakini wakati anazungumza habari za mageti nikaanza kupiga picha Mwenge pakoje. Kaanza kupiga kwa muda ambao nimekaa Dar es Salaam kidogo. Na ni kweli ukifuatilia ni kweli. Ni kweli yani hivyo hiyo kodi ambayo amezifungua ni kweli kuna mageti hayo 5 ili kufika Ikulu. Tukiwa na mpango mkakati ambao umekaa vizuri tunaweza, kwa sababu resources tunazo. Resource ya kwanza ambayo tuko nayo ni watu. Hiyo ni resource, rasilimali watu ambao wanapenda haki. Sasa sisi ambao tutajoin pamoja na kuweza kuzifuata hizi strategy ambazo tutazizungumza tutafanikiwa. Hatuwezi kusahau kirahisi. Kwa hiyo inatakiwa sasa hivi tunatoka kwenye nani? Kwenye nini? Kwenye emotional. Umeelewa Tunapunguza zile emotional afu tunaingia mzigoni tukiwa na akili timamu sasa. Kwa sababu kama kupigwa tumepigwa sana. Umeelewa? Kama kupigwa tumepigwa. Kwa hiyo tunaweza kuhandle zile emotion. Kama ndugu zetu kupotezwa tunajua tuko kwenye vita vya namna gani. Watu wanatuhataki namna gani. Umeelewa Kwa hiyo tunarudi na strategy. Okay. Hichi kidona ambacho tuko nacho kisitufanye sasa tukaingia tuka react kwa hasira na maamuzi ambayo hayatakuwa na matunda chanya. Umeelewa? So brother, God bless you. Umetufungua, na to be honest mimi napenda kujifunza. Ni kweli kuna watu ambao wamewekwa kwa ajili ya kuzungumza. Sio wote wanaweza wakazungumza na kutoa wana kibali cha kuzungumza mbele za watu na watu wakasikiliza, ni wachache. Kwa hiyo hapo pata nafasi ya kujifunza, unajifunza na unajikosoa. Kitu kingine, watu wenye strategy waga wanajikosoa. This is what I've learned today. Kwa hiyo tusirudi nyuma. Yaani mpaka huyu jamaa amekuja amezungumza hapa. Kuna nguvu fulani watu wamepata. Sijui unanielewa Kama mtabisha kama nitakopo sahihi utaandika hapo chini ni sahihi. Kuna nguvu fulani mtu amepata. Mimi mwenyewe kuna nguvu fulani nimepata ambayo okay, kumbe kuna vitu vingi ambavyo mimi sivifahamu. Sijui unanielewa? Afu kuna watu wanavifahamu. Kuna vitu vingi ambavyo nadhani kwamba mimi navifahamu, kumbe navifahamu kwa sehemu tu. Ila kuna watu wanavifahamu kwa upeo mkubwa sana. Kwa hiyo jamaa ana upeo mkubwa sana. Kwa hiyo Sama nimekuona hapo chini. Tunahitaji kuwa na strategy. Kwa wale watu ambao wamepata nafasi platform, watu wanakuja kwenye live zenu, wanakuja wanawasikiliza. Mimi kitu ambacho najifunza ambacho sikichukulii kiudogo ni pale ninapofungua live, watu wanakuja wanachotaka kusikiliza ni habari ya haki ya Watanzania. Hiyo resource watu hiyo ndio kitu ambacho naiheshimu sana. Yaani unapofungua live, watu wanajaa, wanakuja hata 100 tu, wanakuja wanasikiliza, brother tuambie tunafanyaje. Jua kabisa watu wanahitaji kubadilika, wanahitaji kitu kifanyike. So we need to start with strategy. Au mnasemaje wanangu? Tuandikeni hapa chini strategy. We need to have a strategy. Kama Ipana na nani na Nuvazi wanajitahidi sana, wanaposti na pia kwa Ruge pale, Ruge naye kaposti. Yani tujitahidi jamani kupaza sauti. Hata sisi wenye akaunti zetu tu zingine, hata kama ni ndogo, usiwazi kuhusiana na habari ya akaunti ndogo. Hata kama ni ndogo, posti pia, tagi. Ukienda kwenye hizo akaunti kubwa una comment pale chini, unawatagi na ICC. Hivyo jamani, tupambane. Huyu kaka ajulikane yuko wapi. Yani sometimes mtu ukikaa unajiuliza, sijui hata anafanywa nini huko, maskini ya Mungu, sijui kapelekwa wapi. Ni wiki 2 sasa hivi inaelekea wiki ya 3. Haonekani yule kaka tokea tarehe 19 mpaka leo. Hajulikani yuko wapi. Hakuna tamko lolote. Ndugu zake wametembea kwenye vituo vyote vya polisi, haonekani. Kwa hiyo tujitahidi ndugu zangu, tuwe na umoja, tumpazie sauti huyu kaka. Tujue at least askari waseme tu wamemshikilia wao. Basi.
Najua hapo kuna namna itaonekana, lakini hivi tunakuja kushangaa tena tunamkuta huko Coco Beach wapi. Ni vitu jamani ambavyo vinaumiza. Yaani tuke tufikiria watu hawana huruma. Hawana huruma hata kidogo. Hata kidogo. Kama hivyo, yani kama hivyo wamempoteza, wanaona hakuna watu wanaopaza sauti sana. Wana uwezo wa kukaa kimya, na hivyo tukikaa kimya ndio inapotea. Tunakuja kusikia tu ametupwa sehemu fulani. Hapana. Jamani, naombeni tafadhali tumpazie huyu kaka sauti, yani tumpazie sauti kuliko kitu chochote. Aonekane, tusitupane hivi. Alipambana sana. Na waombeni. Ukiingia kwenye akaunti ya Nurvazi, kwenye ile posti alomposti, tag ya ICC pale. Ukiingia kwenye akaunti ya Mwaipaya, tag ile tag ya ICC pale.